Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya awamu ya 6 yafanikisha kutatua hoja 15 za muungano kati ya 18. Katika biashara, Agra, benki ya ushirika, waingia katika mkataba wa bilioni 6.2 kuwainua wakulima. Na katika habari za kimataifa, Rais Ramaphosa asema hatojiuzulu licha ya wito wa kung'olewa madarakani. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha kwanza imetatua na kupatia ufumbuzi jumla ya hoja 15 kati ya hoja 18 za muungano na kuondolewa kwenye orodha ya hoja za muungano zilizokuwepo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Ruben Kwagirwa ametoa kauli bungeni jijini Dodoma Mei 12 wakati akijibu swali la mbunge wa Mwela Suleimani Mohamed Rashid aliyetaka kujua kero ngapi za muungano zimetatuliwa katika kipindi cha kuanzia serikali ya awamu ya 6. Kwagirwa alieleza kuwa kuundwa kwa kamati ya pamoja ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania SJMT na ile ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ chini ya mwenyekiti wake ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumepelekea ufanisi mkubwa katika utatuzi wa hoja hizo za muungano. Amefafanua kuwa tangu kuanzishwa kwa utaratibu huo wa kushughulikia hoja za muungano kupitia kamati hiyo mwaka 2006, jumla ya hoja 25 zimejadiliwa na hadi kufikia mwaka 2026 hoja 23 zimepatiwa ufumbuzi na kuondolewa rasmi katika orodha hiyo ya hoja za muungano, huku hoja 2 zikiendelea kufanyiwa kazi. Lakini vile vile ndani ya serikali tumeendelea kupitia timu mbalimbali za wataalamu kufanya mapitio ya sheria, mapitio ya kisera, pamoja na kuandaa nyaraka mbalimbali kwa ajili ya kuiwezesha kamati hii ya pamoja kufanya maamuzi. Kamati hii ya pamoja kiutaratibu ambao tumeuweka inaongozwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mbunge pia ametaka kufahamu faida ambazo zimepatikana kwa kuondosha hoja hizi za muungano ambazo zimekwisha fanywa kazi. Nitazitaja chache kwa sababu ni nyingi. Ya kwanza, ushiriki wa Zanzibar kwenye masuala ya kimataifa na kikanda umekuwa bayana, na nafasi ya Zanzibar inaonekana kwa dhahiri katika ushiriki huo, katika kuandaa hoja na kuandaa msimamo wa pamoja kama nchi kwenye makubaliano ya kimataifa tunapokuwa tumewasilisha hoja au kuhudhuria mikutano hiyo. Lakini vile vile tumeweka utaratibu mzuri wa shughuli za uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa bahari kuu. Tumeweka miongozo ambayo inaondoa migongano isiyokuwa ya lazima. Vile vile wafanya biashara kutoka Zanzibar wameondolewa mzigo wa kulipa kodi mara 2. Itakumbukwa kuwa hoja 2 zimebaki na zinaendelea kufanywa kazi kupitia mashirikiano ya kisekta na maelekezo ya kamati ya pamoja ya SJMT na ile SMZ, hoja hizo zikiwa ni mgawanyo wa mapato yatokanayo na hisa ya SMZ zilizokuwa katika bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki pamoja na faida ya benki kuu, na hoja ya mapendekezo ya tume ya pamoja ya fedha pamoja na suala la usajili wa vyombo vya moto. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu 9 kwa tuhuma za kumshambulia na kumuua mtu mmoja aliyefahamika kwa majina ya Mzafalu Faisal Yunus mwenye miaka 26 kwa madai ya kushindwa kulipa bili ya pombe ya shilingi 8,000. Mwanahabari wetu Emmanuel Meshak kutoka Mwanza ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza Wilibod Mutafungwa amesema limetokea katika baa ya Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, manispaa ya Ilemela, kati ya saa 7 na saa 8 usiku. Mutafungwa amesema Faisali ambaye alikuwa mfanyabiashara na mkazi wa Mbugani wilayani Nyamagana ameshambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao pamoja na bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Na mume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26,
ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani. Aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa wakifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu, wafanya usafi na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Aidha, Kamanda Mutafungwa amesema baada ya tukio hilo majeruhi alipelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekoture kwa ajili ya matibabu, lakini alifariki dunia wakati akiendelea kutibiwa. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter, mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko Mwakitorio mkoani Shinyanga, mtuhumiwa Hamisi Juma Musa miaka 27 ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya tukio hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu pia usiku katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Mgoko. Naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya Ilemela. Naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wa hali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaloni. Uchunguzi unaendelea ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Ni kushukuru sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Wananchi wa manispaa ya Geita wameziomba mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kudhibiti ongezeko la mbwa wanaozagaa mitaani, wakidai kuwa wamekuwa tishio kwa usalama wa wananchi kutokana na baadhi yao kuwauma watu huku wengine wakiwakimbiza watumiaji wa barabara. Mwandishi wetu Joel Maduka anayo taarifa zaidi kutoka Geita. Wakizungumza katika maeneo mbalimbali ya viunga vya mji wa Geita, wananchi hao wamesema hali hiyo imeendelea kusababisha hofu hasa kwa watoto na watu wanaotembea nyakati za asubuhi na jioni. Kwa viongozi tunachokiomba ni kwamba wawatangazie kila sehemu, kila mmoja akae na mbwa wake, ambaye hana mbwa na zagazaga ovyo ovyo, basi serikali wajue. Kuna kipindi cha nyuma serikali walikuwa wanajua namna kuwafanya wale mbwa, walikuwa wanawapiga risasi. Basi mbwa wanachotakiwa kufanyika ufanyike operation ya kuwavuna, lakini kuwavuna kwao sio kwa kuwaua, kwa maana ya kwamba wale ni viumbe ambao pia wanahitajika kuishi. Cha msingi ni kwamba wale wahusika wenye nao wapewe elimu kuhusu habari ya mbwa, kwa sababu mbwa pamoja na changamoto zingine zote wanasaidia katika masuala mazima ya kama wanafamilia, ni walinzi na kadhalika. Mimi kama diwani katika kata ya Nyankumbu, changamoto hii ninaikubali, kweli ipo kwa wananchi wangu, na kimsingi tu mimi niseme kwamba tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba mbwa hawa wanaweza kuondolewa, na kimsingi ni mbwa ambao hawana malezi, hawana mtu ambaye anawamiliki.
lakini pia kutokuwa na mmiliki, maana yake inapelekea hata kama wana matatizo ya kiafya kama kichaa cha mbwa, hatuwezi kujua kwamba wanacho iko kichaa cha mbwa. Kwa upande mwingine, serikali ya manispaa ya Geita imekiri kuwapo kwa changamoto hiyo, ikisema kuwa tayari imeanza kuweka mikakati ya kudhibiti mbwa wanaozurura hovyo katika makazi ya watu ili kuimarisha usalama wa wananchi. Kwa hiyo tuna mkakati, tumeanza zoezi hili kuanzia tarehe 25 mwezi wa 4 na mpaka ninavyoongea hivi tumeweza kudhibiti mbwa wapatao 23 kwa hivi ninavyoongea, lakini tulibaini maeneo mbalimbali ambayo yanaonekana yana changamoto ya kuwa na mbwa wengi katika maeneo yetu ya kata zetu zilizoko hapa mjini. Tulianza na kata ya Kalangalala, tutakwenda tumeweka ratiba mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa 5, tunategemea tutakuwa tumekava eneo kubwa. Suala hilo pia limejadiliwa katika kikao cha baraza la madiwani manispaa ya Geita, ambapo baadhi ya madiwani wametaka sheria na kanuni zinazohusu ufugaji wa mbwa zisimamiwe ipasavyo ili kulinda usalama wa jamii pamoja na haki za wanyama hao. Swala la uzururaji wa mbwa takribani zimeuma watu 3, wanafunzi 2, lakini sijapata majibu kwa mkurugenzi kwamba wana ziada gani kuhakikisha kutokomeza hizi mbwa. Mpaka sasa kuna mbwa tumeanza kata moja, tumeanza kata ya Kalangalala. Aka juzi tulikuwa tumeshaondosha mbwa 9. Idadi ya sasa inawezekana ikawa imeongezeka. Hao mbwa wanauawa kwa sumu maalum, na ili uweze kuwa na ufanisi wa zoezi, maana yake wakipewa sumu lazima utrace anaenda kufia wapi. Tukifanya kwa pamoja, mji mzima huu utajaa mizoga, kwa sababu lazima utrace amefia wapi, mnazika kwa utaratibu unaotakiwa, alafu mnaendelea na maeneo mengine. Kwa mujibu wa sheria ya ustawi wa wanyama ya mwaka 2008 pamoja na sheria ya magonjwa ya mifugo, wafugaji wanapaswa kuhakikisha wanyama wao wanatunzwa katika mazingira salama, hawazururi hovyo na hawasababishi madhara kwa jamii. Aidha, mamlaka za serikali za mitaa zina wajibu wa kuchukua hatua za kudhibiti wanyama wanaoweza kuhatarisha afya na usalama wa wananchi bila kukiuka haki za msingi za wanyama hao. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Wakazi wa mkoa wa Shinyanga na maeneo jirani wameanza kunufaika na huduma za kisasa ya matibabu ya mfumo wa mkojo kupitia matumizi ya mashine ya upasuaji bila kovu, huduma inayotolewa katika hospitali ya Kolandoto. Huduma hiyo mpya inatajwa kuwa mkombozi kwa wagonjwa wengi ambao hapo awali walilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata matibabu ya kibingwa nje ya mkoa huo. Taarifa hii inasomwa na Mwamvita Mkondo kutoka Shinyanga. Katika kipindi hiki cha maendeleo ya teknolojia kwenye sekta ya afya, ujio wa mashine hiyo unatajwa kuongeza ubora na ufanisi wa huduma za matibabu, huku ukipunguza maumivu na muda wa wagonjwa kupona baada ya upasuaji. Mganga mkuu wa hospitali ya Kolandoto Dr. Joseph Sahani amesema teknolojia hiyo itasaidia kupunguza changamoto ya wagonjwa kutoka Shinyanga na maeneo ya jirani waliokuwa wakihitaji huduma hizo maalum. Na tumekuwa tukikumbana na wagonjwa wengi ambao mara nyingi tumeshindwa kuwahudumia kwa sababu hatukuwa na hivi vifaa, na kwa hivyo lazimu kuwasafirisha kwenda mbali, aidha Bugando au maeneo mengine ambayo ni ya mbali kwa ajili ya kutafuta huduma hii. Na kwa hivyo kuanzia leo na kuendelea, ninawaalika wagonjwa wote ambao wamekuwa wakipata usumbufu huo wa kusafiri kwenda maeneo ya mbali wasisumbuke tena. Kwa upande wake, daktari bingwa wa upasuaji katika hospitali hiyo Dr. Leopard Jilala amesema matumizi ya teknolojia hiyo mpya yamerahisisha utoaji wa huduma tofauti na ilivyokuwa awali, ambapo baadhi ya upasuaji ulihitaji muda mrefu pamoja na kuwaacha wagonjwa na maumivu makubwa baada ya matibabu. Na hii itaturahisishia kufanya kazi. Kwanza ni upasuaji unaochukua muda mfupi, lakini pili ni upasuaji ambao unapunguza sana complication anazoweza kuzipata mgonjwa baada ya upasuaji. Lakini tatu ni mashine inayotuwezesha kufanya uchunguzi kwa urahisi zaidi bila kumpasua mgonjwa, kwa sababu utapitisha mashine kwenye njia ya mkojo na unaweza kujua kama kuna uvimbe, kuna jiwe, kuna kitu kinazuia mkojo usitoke. Kwa hiyo mashine hii ni ya kisasa
na ndio upasuaji wa kisasa au uchunguzi wa kisasa ambao unatumika duniani. Tunatarajia kupata matokeo mazuri hasa kwa wagonjwa, quality of care patients. Hiyo ndio kitu cha msingi, lakini pia tunaamini wateja wetu ambao ndio wagonjwa watafurahia huduma na wataendelea kuja kwa wingi katika hospitali yetu ya Coronado. Nao baadhi ya wagonjwa wamezungumzia ujio wa vifaa hivyo ambavyo vitarahisisha utoaji wa huduma. Operation yake nilipoipokea mimi naiona ni nzuri kwa sababu sio ya kuchana kama vile kizamani. Watu walikuwa wanakaa mpaka wiki mbili, lakini hii ni pale pale, hata saa haiishi, mtu anajisikia vizuri. Ni kushukuru sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Wataalamu wa afya wameonya kuhusu ongezeko la tatizo la uzito uliopitiliza nchini na duniani, wakieleza kuwa mtindo wa maisha usiofaa ikiwemo ulaji usiozingatia lishe bora pamoja na ukosefu wa mazoezi umeendelea kuchangia kuongezeka kwa changamoto hiyo. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Hali hiyo imeelezwa kuhusishwa na magonjwa mbalimbali yasiyoambukiza yakiwemo kisukari, magonjwa ya moyo, matatizo ya mfumo wa upumuaji wakati wa usingizi pamoja na changamoto za kimetaboli. Kutokana na ongezeko hilo, hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam imezindua kliniki maalum ya kisasa kwa ajili ya huduma za uzito uliopitiliza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kutoa huduma za kitaalamu kwa watu wanaokabiliwa na changamoto hiyo, ambapo kliniki hiyo inalenga kusaidia wagonjwa kupata udhibiti endelevu wa uzito pamoja na kuboresha afya zao kwa ujumla kupitia usimamizi wa kitibabu na ushauri wa kitaalamu. Huduma katika kliniki hiyo zitatolewa kwa ushirikiano wa wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ya tiba, wakiwemo madaktari bingwa wa mfumo wa chakula na ini, magonjwa ya moyo, mfumo wa homoni pamoja na wataalamu wa lishe. Wataalamu hao wameeleza kuwa changamoto ya uzito uliopitiliza inahitaji ufuatiliaji wa karibu na mfumo matibabu unaozingatia hali ya mgonjwa mmoja mmoja badala ya kutumia njia za muda mfupi za kupunguza uzito. Chini ya janga la Sahara, kitambo ilijulikana kwamba sisi maradhi yetu zaidi ni maradhi ya infection, lakini sasa hivi maradhi yasiyoambukizwa yamezidi kukithiri. Maradhi haya yanaongozwa na uzito wa kupitiliza, lakini pia uzito huu wa kupitiliza unaleta pamoja maradhi mengine mengi kama vile moyo, figo, kisukari pamoja na maradhi ya kama depression, hadi saikolojia inaathirika kutokana na uzito wa kupitiliza. Kwa hivyo janga ya shida hii sasa hivi katika bara la Afrika imezidi na inaendelea kuzidi kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo wa maisha. Kwa sasa hivi tumeona kwamba uzito wa kupita kiasi is a big risk factor kwa magonjwa mengi ambayo watu wanakuja nayo. Kwa sasa hivi if you go see, ukienda kuona kwamba obesity is driving rates of hypertension, diabetes na cholesterol, and zina contribute kwenye shida za moyo, haswa wagonjwa wanapata heart attacks suddenly. Heart attacks is a huge problem now, especially in young age between 45 to 55, ambayo is the most productive age of a human. And these are things that we can modify, ni kitu ambayo tunaweza ku-prevent. Kambi hii ya bariatric surgery itafanyika hapa kwetu wiki ya pili ya mwezi wa 6, ambao tutakuwa na option mbalimbali za bariatric surgery. Mojawapo ni hiyo sleeve gastrectomy pamoja na bypass surgery, ambayo ni actually more advanced form of surgical care kwa wagonjwa wenye uzito mkubwa. Lakini pia kuna options za dawa ambazo pia kwa baadhi ya wagonjwa ambao pengine hawataki kufanya surgery au kwa namna yoyote ile, baada ya kukutana na mshauri wanaweza wakachoose kutumia dawa. Kwenye hii clinic ambayo tutakuwa nayo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapata consistency au ni kitu ambacho ni endelevu kwenye kupunguza uzito. Kwenye kupunguza uzito au kuwa na uzito unaostahili, sio kitu ambacho tunatakiwa tukifanye ndani ya miezi mitatu alafu tunarudi kwenye uzito ambao unatakiwa then tuna stop. Hichi ni kitu ambacho kinatakiwa kiwepo throughout your lifetime. Ninavyoishi, ninavyosafiri, na chochote ninachokuwa nakifanya niwe na mpangilio mzuri wa kula, na ndipo utakapoweza kuona mafanikio mazuri. Kwa mujibu wa hospitali ya Aga Khan Tanzania imesema kliniki hiyo imeanzishwa kwa lengo la kutoa suluhisho la muda mrefu kupitia huduma jumuishi zinazolenga kubadili mtindo wa maisha na kuimarisha afya ya mgonjwa kwa ujumla,
huku uzinduzi huo ukiendelea kuonesha hatua za taasisi za afya nchini katika kukabiliana na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza yanayochangiwa na mabadiliko ya maisha ya kila siku. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Wakati kasi ya matumizi ya huduma za internet ikiendelea kukua nchini Tanzania hadi kufikia 58%, wadau wa mawasiliano nchini wameshauri kuendelea kuwekeza katika njia zitakazosaidia kupunguza msongamano wa matumizi ya mtandao, ikiwemo matumizi ya huduma ya fiber majumbani. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano wa pamoja baina ya Huawei na Airtel Tanzania, ambapo akizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa Airtel Tanzania Charles Kamoto amesisitiza umuhimu wa kuendelea kuongeza uwekezaji katika kuendelea kukabiliana na changamoto ya msongamano wa matumizi ya mtandao, akibainisha kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kwa kuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya internet. Kwa upande wake, Jackie Huang ambaye ni rais wa Huawei but ya Airtel ambaye ni upande wa Dubai ameeleza kuwa ili kutatua changamoto za mtandao wamepanga kuendelea ushirikiano baina ya kampuni hiyo na Airtel ili kubuni vifaa pamoja na mifumo itakayowezesha upatikanaji wa mtandao wa hakika pamoja na kasi ambao utakidhi mahitaji ya kidijitali kwa sasa. Naye mkurugenzi wa TEHAMA wa Airtel Frankie Firman amesema kwa sasa Airtel imeendelea kupanua wigo wa huduma za mawasiliano kwa kuzingatia teknolojia za kisasa ili kuendana na mahitaji ya sasa, huku akibainisha kuwa ushirikiano baina ya Huawei na Airtel ni sehemu ya mpango wa kampuni hiyo katika kuimarisha mawasiliano nchini. Ndani tumejaza vijana wengi sana ambao wamekuja kujifunza, wamekuja kuangalia, na hawa wote wanakwenda kuinufaisha nchi kwa ujumla. Kwa hiyo nchi inakwenda kubenefit kwa sababu tunaona jinsi ambavyo vijana hao ambao tunawaita Gen Z, jinsi ambavyo wamekuwa ni wateja wakubwa na watumiaji wakubwa wa mitandao especially internet. Okay. Sasa tunapoenda kuintroduce AI ambayo wao wenyewe wameanza kuichezea kabla hata pengine makampuni makubwa kama Airtel na Huawei hawajaanza kufikiria kuadopt kwenye teknolojia. Hao vijana wanaendelea kufurahia zaidi na kuona uwepesi zaidi wa matumizi na kugundua vitu vingi zaidi kwa kutumia AI. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha, tunaendelea kuwaomba wasiache, waendelee kujifunza, na sisi tuko tayari kuwafunza na au kuwa coach pale ambapo inahitajika. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Takriban miradi 57 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 21.7 ikiwemo miradi minne ya sekta binafsi inatarajiwa kupitiwa na kukaguliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru mkoani Ruvuma. Miradi hiyo ikihusisha sekta za elimu, afya, maji, barabara na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa lengo la kuhamasisha maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi. Taarifa ya Innocent Horomo inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Hayo yameelezwa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Brigadia General Ahmed Abbas Ahmed, wakati wa mapokezi ya Mwenge wa Uhuru yaliyofanyika katika kijiji cha Sauti Moja, kata ya Namakambale, halmashauri ya wilaya Tunduru, ambapo mwenge huo umepokelewa ukitokea mkoani Mtwara. Amesema Mwenge wa Uhuru mkoani Ruvuma utakimbizwa kwa umbali wa kilomita 1261.30 katika halmashauri 8 zinazounda mkoa huo, huku ukiendelea kutoa jumbe mbalimbali kwa wananchi. Baadhi ya jumbe hizo ni pamoja na umuhimu wa kuzingatia lishe bora, mapambano dhidi ya rushwa, VVU, ukimwi, matumizi ya dawa za kulevya pamoja na malaria. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru, Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ukiwa mkoa wa Ruvuma utakimbizwa katika halmashauri zote 8 kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 19 Mei 2026 kwa ujumla wa umbali wa kilomita 1261.30. Mwenge wa Uhuru 2026 ukiwa mkoa wa Ruvuma utapitia miradi iliyotekelezwa, inayotunzwa na iliyosimamiwa na wananchi pamoja na serikali. Mwenge wa Uhuru ukiwa katika mkoa wa Ruvuma utatembelea miradi 57 katika halmashauri zetu 8 yenye thamani ya shilingi bilioni 21,751,426,001 na senti 31. Kwa kuzingatia kuwa falsafa ya Mwenge wa Uhuru 2026 imejikita katika kuhamasisha amani na umoja wa kitaifa, misingi hii itazingatiwa vyema muda wote ili kuhakikisha kuwa Mwenge wa Uhuru 2026 unamaliza mbio zake mkoani kwetu ukiwa umedumisha tija hii muhimu kwa taifa letu. Akizungumza katika ukaguzi wa mradi wa bweni la wanafunzi wa kike shule ya sekondari Muhuwesi wilayani Tunduru, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 Wazo Michael
Amewataka wahandisi waelekezi kushirikiana na mafundi katika miradi. Pia ametoa wito kwa miradi inayotekelezwa na serikali kuitunza ili ilete kusudi lilokusudiwa na serikali. Niombe sana wahandisi waelekezi wawe wanaungana na mafundi katika ujenzi wa miradi yetu. Wakiwa wanafika kwenye miradi wanawashauri mafundi, lakini tuwaombe wahandisi wawe wanatembelea kwenye miradi na kushauri wanafunzi. Lakini nitumie nafasi hii ya kuwaomba sana walimu na wanafunzi ambao watatumia daraja hii kuhakikisha inatunzwa. Itunzwe ili na wengine wanaokuja katika shule hii waje wakae hapa. Rachel Robert ni mwanafunzi katika shule ya sekondari Muhowesi, ameipongeza serikali kwa hatua ya ujenzi wa bweni hilo ambalo amesema limeenda kutatua changamoto iliyokuwa ikiwakabili hapo awali. Kikweli tumepitia changamoto nyingi kabla ya hili bweni. Bweni la kule nafasi zilikuwa ndogo, tulikuwa tunashindwa kulala. Tunamshukuru rais wetu kwa kutujengea hili bweni, kwa sasa tuna amani na tunamshukuru kweli kwa hili bweni lilivyokamilika. Tunamwahidi tunaendelea kumpatia matokeo mazuri kama tulivyokuwa tunafanya zamani. Kwa sasa yatazidi kwa sababu tumepata sehemu nzuri ya kujisomea, hata sehemu ya malazi pia. Ni kushukuru sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Kundi la kwanza la mabaharia wa meli nchini limehitimu mafunzo maalum ya muda mfupi ya ubaharia yaliyolenga kuwajengea uwezo kuhusu usalama wa wapo majini sambamba na mbinu mbalimbali za kukabiliana na dharura zinazoweza kujitokeza wakati wa safari za baharini. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Mafunzo hayo yamehusisha matumizi sahihi ya vifaa vya uokoaji, tahadhari za kiusalama wakati wa safari majini, pamoja na mbinu za kujiokoa na kuokoa wengine katika mazingira hatarishi. Akizungumza mara baada ya wahitimu hao kutunukiwa vyeti vya kuhitimu mafunzo hayo jijini Dar es Salaam, mkuu wa chuo cha mabaharia Dar es Salaam DMTA Captain Ken Chimwejo amesema kuwa mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha sekta ya ubaharia nchini kwa kuhakikisha mabaharia wanapata elimu na ujuzi unaokidhi viwango vya kimataifa vya usalama baharini. Amesema kuwa mabaharia wanakabiliwa na mazingira yenye changamoto kubwa wanapokuwa majini, hivyo ni muhimu kwao kuwa na maarifa ya kutosha kuhusu namna ya kujilinda, kuokoa maisha yao pamoja na kusaidia wengine pale dharura zinapotokea. Wamefundishwa hizo kozi 5 zikiwaandaa kwenda kufanya kazi ya ubaharia merini. Na katika mafunzo yao walikuwa wanajengewa uwezo wa usalama, basic safety, ili wakati wakienda kufanya hizo kazi waweze kuzingatia usalama, kwamba ndicho kipaumbele kwenye kazi ya tasnia ya ubaharia. Kwa nini? Kwa sababu wanapokuwa majini hawana sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kukaa kwenye chombo. Tuko hapa mtaa wa Nkuruma na Uhuru, likitokea tunatukaamua kukimbia kwenda Uhuru, kwenda Nkuruma au kukimbia kwenda Samora, au hata kwenda sehemu nyingine. Lakini baharini unakuwa uko merini na huna sehemu nyingine, huna option nyingine. Ndio maana usalama ni kipaumbele kwa mtu yeyote anayetaka kwenda kufanya kazi za bahari. Mmoja wa baharia hao, Rahma Mslima Waidi, amesema kuwa mafunzo hayo yamefungua fursa kubwa kwa vijana na wanawake wanaotamani kujiunga katika sekta ya ubaharia ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikionekana kuwa ni ya wanaume pekee. Amesema wanawake wana uwezo mkubwa wa kufanya kazi ya ubaharia endapo watapatiwa elimu, mafunzo na mazingira rafiki yatakaowawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za majini. Watanzania wategemee matunda yaliyo bora kwa sababu tumejifunza mambo mingi, ikiwemo uokozi, ikiwemo kuzima moto, jinsi ya kutengeneza ama kuvaa ama vitu vingi ambavyo vinahusiana na mabaharia. Kwa hiyo ningependelea wanawake wengi waliopo nje wangekuja kujoin na hii kozi ili wapate elimu kama nilivyojifunza mimi. Mafunzo hayo yametajwa kuwa ni hatua muhimu katika juhudi za serikali na wadau wa sekta ya maji kuhakikisha Tanzania inakuwa na mabaharia wenye ujuzi, uwezo na ushindani katika soko la ajira la kikanda na kimataifa. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo.
Vitendo vya baadhi ya wazazi kuwaachisha watoto shule katika shule ya msingi ya Mwagembe vimetajwa kuwa chanzo kikubwa cha wanafunzi wengi kushindwa kuendelea na elimu ya sekondari na hivyo kunyimwa haki yao ya msingi ya kupata elimu. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi. Yameelezwa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Mwagembe, kata ya Mwataga, wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, ukiwa na lengo la kutoa elimu kuhusu huduma ya msaada wa kisheria kupitia kampeni ya Mama Samia Legal Aid. Wakazi wa kijiji hicho wamesema bado kuna baadhi ya wazazi wanawalazimisha watoto wao kufanya vibaya katika mitihani ili wasifaulu kuingia shule za sekondari, huku wengine wakizuia kabisa watoto kuendelea na masomo kutokana na changamoto za kifamilia na kiuchumi. Kwa mujibu wa wananchi hao, hali hiyo imekuwa ikiwakatisha tamaa wanafunzi wenye ndoto za kusoma na kusababisha baadhi yao kuona elimu haina umuhimu katika maisha yao. Hilo limetusumbua sana kwa muda mrefu kidogo kwa shule ya msingi hapo. Kwa wale ambao wanafaulu kwenda sekondari lakini wanaishia katikati. Hilo swala linatusumbua sana kwa sababu hata wale ambao wanasoma wanaona kwamba hakuna haja ya kufanya nini, ya kufaulu, kwa sababu hata waliofaulu wameacha shule. Tunaomba kwamba mtuletee kwa utaratibu fulani kama sheria ya kuwabana hawa wazazi ili hilo swala liishe, kwa sababu watoto wanakosa haki kwa kuachishwa shule. Tili kweli katika jamii zetu hizi tunaoishi kwa utamaduni zinatesa baadhi ya watoto katika familia. Kama jinsi ulivyotangulia kusema, ukatili unamnyima raha na amani hasa watoto wetu kwa sababu ya mambo ya kimila na desturi, jinsi tunavyoendesha familia zetu. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya ya Kishapu Mwajuma Abedi amesema matukio ya ukatili dhidi ya watoto na wanawake bado ni changamoto kubwa katika wilaya hiyo. Amesema ofisi yake inaendelea kupokea kesi mbalimbali zinazohusiana na ukatili ikiwemo ulawiti na ubakaji, huku akisisitiza kuwa kampeni hiyo inalenga kutoa elimu kwa wananchi ili wawe mstari wa mbele kutoa taarifa za vitendo vya ukatili na badala yake kuwafichua wahusika. Kwenye upande wa masuala ya ukatili katika halmashauri ya Kishapu, tatizo hili ni kubwa sana. Ukatili wa mabinti kuozeshwa katika umri mdogo, mimba za utotoni, kesi za masuala ya kugawana mali kwa wale wenza ambao wanavunja mji, lakini pia kesi za matunzo kwa watoto na kutelekeza familia kwa ujumla. Ni hizi kesi katika haya makundi yote ambayo nimeyataja ni kesi ambazo tunazipokea sana. Nikianza na kesi za ubakaji. Kesi za ubakaji katika wilaya yetu zipo. Kwa mfano hata jana tu tumepokea kesi ya ubakaji. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, Felista Mdemo, amewataka wanawake kushirikiana katika kujikwamua kiuchumi, huku wakiendelea kuthamini familia, malezi bora, kuwaheshimu waume zao na kuhakikisha watoto wanapata malezi yenye maadili mema. Mwanahabari wetu Gudula Kimsola ametuandalia taarifa zaidi. Mdemo ameyasema hayo mkoani Iringa wakati wa mafunzo ya mwongozo wa uanzishwaji na uwezeshwaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi yaliyofanyika katika kijiji cha Kipaduka, kata ya Uambingeto, wilayani Kilolo. Mafunzo hayo yalihusisha madiwani pamoja na viongozi wa majukwaa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kutoka kata mbalimbali za mkoa huo. Mdemo ameyasema hayo mkoani Iringa wakati wa mafunzo ya mwongozo uanzishwaji na uwezeshwaji wa majukwaa ya wanawake kiuchumi yaliyofanyika katika kijiji cha Kipaduka, kata ya Uambingeto, wilayani Kilolo. Mafunzo hayo yalihusisha madiwani pamoja na viongozi wa majukwaa hayo ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi kutoka kata mbalimbali za mkoa wa Iringa. Akizungumzia umuhimu wa majukwaa hayo, Mdemo amesema kuwa ni maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, yenye lengo la kuwainua wanawake kiuchumi kupitia elimu ya fedha, ujasiriamali, matumizi ya teknolojia pamoja na upatikanaji wa mikopo na masoko. Kila mmoja awe mlinzi wa mtoto, kuhakikisha amani inapatikana ya familia zetu, amani inapatikana ya watoto, na tujitahidi tunapopambana na watoto tupeleke shule. Si ndio?
sisi nguvu zinaisha, si ndio? Vipi ukiona mtoto wa mwenzako anakwenda vizuri, anasoma, wewe unakuwa kwenye vikundi, lakini hukumbuki kukumbusha familia yako mtoto aende shule. Kwa hiyo tunapopambana kutafuta pesa, kichwani kwako sema unapambania nani? Mtoto, si ndio? Kwa hiyo tupambane, na huku tukifanya nini? Tukilea watoto wetu. Haya mambo tunayopigia makelele, mambo nyanyasaji, tutafika mahali yatapotea. Aidha, Mdemu amesisitiza kuwa upo umuhimu wa wanawake kupata taarifa sahihi na kuunganishwa katika vikundi na kushiriki kamilifu katika majukwaa hayo ili wasiache nyuma kutokana na ukosefu wa taarifa ama usimamizi hafifu, huku pia akiwataka madiwani kuendelea kushirikiana na taasisi za fedha, sekta binafsi pamoja na wataalamu ili kuongeza fursa za kiuchumi kwa wanawake katika maeneo yao. Naomba niwaahidi kwamba serikali iko na nyie. Haya ni maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Alianza kuona toka mwanzo. Unajua mama tuna mtazamo tofauti kama kina mama, si ndio? Si ndio? Alianza kuona, akawa anatamani kwamba natamani kuona kina mama wana uwezo wa kukutana, wa kujadiliana mambo yao, ya kutatua ishu zao kwenye vikundi, wakikutana, wakicheza pamoja, wakila pamoja, wakionyeshana namna kutafuta vipato kwa pamoja. Ili unajua mwanamke akiwa na shilingi mfukoni, si unajua watu waiva uongo. Unakuiva na rudali, si ndio? Unakuwa na nguvu. Yaani mwanamke ukiwa na uwezo wa kujitafutia shilingi, una nguvu. Uongo kweli? Pewi hela uva ndao. Naye diwani wa viti maalum kutoka tarafa ya Kilolo, Juliet Mkolongo, akizungumza kwa niaba ya madiwani na viongozi wa majukwaa, amesema kuwa wako tayari kutekeleza maelekezo yaliyotolewa ili kuhakikisha wanawake wote wanapata fursa zikiwemo za kiuchumi kwa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Hii riba ya 1% ni sawa na bure. Tumeona kina mama msiende kwenye kausha damu. Mlivyopendeza hivi msiende kausha damu. Sawa kina mama? Tunataka kina mama wenye damu. Maana damu ndo zinatusaidia hata kupata familia zetu jamani. Ukiwa mama huna damu ni changamoto. Kwa hiyo tunawaomba mje Azania. Azania benki ni benki yetu sisi wa Tanzania, ni benki ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Upande wao, baadhi ya wanawake walioshiriki katika mafunzo hayo wamesema kuwa elimu walioipata itawasaidia kuendesha vikundi vyao kwa ufanisi mkubwa na kuongeza kipato pamoja na kuimarisha ustawi wa familia zao. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani, na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, Agra benki ya ushirika waingia katika mkataba wa bilioni 6.2 kuwainua wakulima.